Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza kichwa chenye ujumbe unaosema kwamba tunazirithi ahadi kwa imani na uvumilivu. Kwa imani na uvumilivu. Na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Ibrahim alimwamini Mungu, akaipata ahadi ya Mungu. Ibrahim alivumilia, akaipata ahadi ya Mungu. Ili tuweze kufanikiwa kwenye maisha yetu, uvumilivu unahitajika. Ili tuweze kufanikiwa kwenye maisha yetu, imani inahitajika. Kumbuka kwamba sisi ni uzao wa Ibrahim. Ibrahim aliahidiwa kwamba atakuwa baba mataifa mengi akiwa na miaka 25, miaka 75. Lakini alikuja kuipata ile ahadi akiwa na miaka 100. Na maandiko yanasema kwamba aliipata ile ahadi kwa uvumilivu na kwa imani. Tunaposoma kwenye Waebrania 6:12 mpaka 16, Waebrania 6:12 mpaka 15. Anasema kwa kuvumilia na kwa imani Ibrahim aliweza kuipata ile ahadi. Ili tuweze kuipata ahadi ya Mungu, yapo mambo mengi ambayo Mungu ameahidi juu yetu. Lakini ili tuweze kuyapata hayo mambo ambayo Mungu ameahidi juu yetu, uvumilivu unahitajika, imani inahitajika. Na maandiko yanasema tunaposoma pia kwenye Warumi inasema kwamba kwenye Warumi 4 inasema kwamba Abraham alimwamini Mungu ambaye anayataja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo. Kana kwamba yamekuwepo. Na aliamini kwamba Mungu anaweza kufanya yale aliyoyaahidi. Kwa imani inahitajika. Amini kwamba Mungu ana uwezo kufanya yale aliyoahidi. Amini kwamba Mungu ana uwezo kufanya yale aliyoahidi. Tunaposoma kwenye Waebrania 11:6 pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ili tuweze kufurahia ahadi za Mungu kwenye maisha yetu, ili ahadi za Mungu ziwe dhahiri kwenye maisha yetu, uvumilivu unahitajika, lakini imani inahitajika. Tuamini. Baba yetu Ibrahim aliamini kwamba Mungu anaweza kufanya yale aliyoahidi. Na wewe amini kwamba Mungu anaweza kufanya yale aliyoahidi. Kama amesema atabariki uzao wako, atabariki kazi za mikono yako, ataamuru baraka ije juu yako, atakubariki utokapo na uingiapo, atakulinda na mabaya yote. Amini. Kama amesema kwamba amesema kwamba atafanya njia mahali ambapo wewe huoni njia. Amini ya kwamba Mungu atafanya njia mahali ambapo huoni njia. Amini. Tunarithi ahadi kwa imani na uvumilivu. Pasipo uvumilivu hatuwezi kufanikiwa kwenye maisha yetu. Pasipo uvumilivu hatuwezi kupata ahadi zile ambazo Mungu ameahidi juu yetu. Baba yetu Ibrahim kwa uvumilivu na kwa imani aliweza kuipata ile ahadi. Na alifanya hivyo kama kuweka kielelezo kwetu kwamba na sisi ili tuweze kupata ahadi za Mungu, uvumilivu unahitajika. Kwa nini uvumilivu? Kwa sababu kuna mambo mengine hatatokea kwa wakati tunaotaka sisi. Kuna mambo mengine hatachelewa. Ibrahim aliahidiwa akiwa na miaka 75. Akaipata ahadi baada ya miaka 25. Je, namaanisha kwamba na wewe utachukua miaka yote? No. Mambo mengine anaweza kachukua wiki moja, anaweza kazi mengine utapata chapchap. Lakini kuna mambo mengine ambayo atachelewa. Lakini anapochelewa endelea kukaa katika imani. Ukiamini kwamba Mungu anaweza kufanya aliyoahidi. Ukiamini kwamba Mungu anaweza kufanya aliyoahidi. Tunaposoma kwenye Zaburi 25:3, anasema namo mngojao Bwana hataaibika hata mmoja. Kwa nini atuzungumzia habari ya kumngoja Bwana? Kwa sababu kuna mambo ambayo yatachelewa, kuna majibu ambayo yatachelewa, kuna miujiza ambayo yatachelewa. Inapochelewa, inabidi kuendelea kuvumilia, kuendelea kumngoja Bwana. Kwenye Waebrania 4:20 inasema kwa habari ya Ibrahim kwamba akiiona ile ahadi hakusita kwa kutokuamini. Kwamba baba yetu Ibrahim alipoona ile ahadi hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani. Na sisi tunahitaji kutiwa nguvu kwa imani, tukiamini ya kwamba Mungu anaweza kufanya yale aliyoyafanya. Tukijua baba yetu Ibrahim alijua. Anasema kwamba hiyo Waebrania 4:20 kwamba lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu, akamtukuza Mungu, huku akijua hakika kwamba Mungu anaweza kufanya yale aliyoahidi.
Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka, pamoja na kuwa Mungu ameahidi vitu vingi, mambo mengi mazuri, imani inahitajika, uvumilivu unahitajika. Baba yetu Ibrahim kwa uvumilivu aliipata ile ahadi, kwa imani aliipata ile ahadi, ile ahadi. Roho ya kuamini na iwe juu yako, roho ya uvumilivu na iwe juu yako, moyo wa uvumilivu na uumbike ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Roho ya mashaka na ikuachie katika jina la Yesu. Roho ya kukata tamaa na ikuachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Na kila kitu ambacho Mungu ameahidi kwenye maisha yako, basi kikawe dhahiri kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Mungu akubariki kwa ajili ya mafundisho haya. Kumbuka, usisahau kusubscribe, lakini pia kuwashirikisha watu wanaopenda mafundisho haya katika jina la Yesu.